الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبة, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, kwanza hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake kubwa na kwa uwezo wake mkubwa na kwa neema zake kwetu sisi kutujalia kufika hapa studio. Lengo na shabaha ni kwa ajili ya kufundishana mambo ambayo yanahusiana na dini yetu katika kipindi chetu pendwa cha fadhila za Ijumaa. Baada ya kuyasema hayo, pia hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia leo tuko katika Ijumaa ya kwanza kabisa katika mwezi wa Ramadhan. Kwa wale ambao wamejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kufikia mwezi huu, hii ni neema kwa wao na wanatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kabla ya Ijumaa hii ya leo tulikuwa tukihimizwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika mwezi wa Ramadhani tukiwa ni wazima wa afya, ili tuweze kusimama kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, tuweze kusimama kuyafanya yale ambayo yanatakiwa kufanywa ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya kutafuta kheri na baraka na thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kufikwa na Ijumaa hii ambayo ndio Ijumaa ya kwanza kabisa ya mwezi wa Ramadhani, hii ni neema, na kwa Muislamu kwa hakika watakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema hii ya kufikishwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini pia kufikishwa katika Ijumaa ya kwanza. Kuna wengi ambao tulifunga nao katika mwezi wa Ramadhani uliopita, yani wa mwaka jana, lakini mwaka huu hawakuweza kufika, wengine wamefariki. Lakini pia kuna ambao wamefika lakini hawana nguvu ya kuweza kufunga mwezi wa Ramadhani na hawana nguvu ya kuyafanya yale ambayo yanafanyika ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo kule kufikishwa mwezi wa Ramadhani, hii ni neema. Muislamu natakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotangulia kusema mtangazaji wetu kwamba leo tutazungumzia lengo la funga, lakini pia katika malengo ya funga tutaangalia pia adabu za mfungaji, adabu ambazo mfungaji anatakiwa kujipamba nazo ili funga yake iwe na malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo nitaanza na kuelezea adabu siyami, adabu za funga. Minha, adabu za funga kuna ambazo ma huwa wajibun, kuna adabu ambazo ni za wajibu, za lazima, yalzamu al-abdu an yuhafidha alaiha, ina mlazimu mja azihifadhi na kuzitekeleza adabu hizo na kujipamba na adabu hizo, wa yaltazimu biha, na alazimiane na adabu hizo. Wa minha ma huwa mustahabun, lakini pia miongoni mwa adabu za funga kuna adabu ambazo ni sunna. Kwa hiyo adabu za funga ziko aina mbili. Kuna ambazo ni za lazima Muislamu awe ni mwenye kuzitekeleza, lakini pia kuna ambazo ni sunna. Hizo ni zile ambazo akizifanya mfungaji yazdadu al-abdu bifi'liha ajran wa thawaba, Muislamu au mja anazidisha thawabu kwa kuzifanya sunna hizo na anapata malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Famin al-adabi al-wajiba, miongoni mwa adabu ambazo ni za lazima, za wajibu kwa Muislamu kujipamba nayo, ayaquma as-saimu bima awjaba Allahu alayhi min al-ibadati al-qawliya wal-fi'liya, ni kusimama mfungaji kuyatekeleza yale ambayo amelazimishwa na Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa ibada za kimaneno na ibada za kimatendo. Wa min ahammiha, na miongoni mwa ibada ambazo ni za muhimu kabisa mfungaji kuwa ni mwenye kuzitekeleza, ni as-salawatu al-mafruḍa, ni sala za faradhi, allati hiya akidu arkanil islami, nguzo funga nani swala ambayo ni katika nguzo iliyotiliwa mkazo kabisa katika zile nguzo za Uislamu, baada shahadataini, baada ya kuwa mtu tayari ametamka shahada mbili na amekuwa ni Muislamu. Fayajibu ala swaimi almuhafadhatu alaiha, ni wajibu kwa mfungaji azihifadhi swala tano, walqiyamu biarkaniha, na kuzisimamisha nguzo hizo na kuisimamisha swala hiyo kwa nguzo zake.
ujue nguzo za swala ziko ngapi na nguzo za swala ni zipi, uzifahamu. Wa shurutiha, na masharti ya swala. Wa adabiha, na adabu za swala. Maa jamaatil muslimina, tena kama ni mwanaume unatakiwa kuiswalia swala ya jamaa msikitini. Kiujumla ni kwamba Muislamu anatakiwa awe ni mwenye kuswali swala 5, na hakuna asiyefahamu umuhimu na ulazima wa kuswali swala 5. Lakini kuna baadhi ya Waislamu ambao wanafunga lakini hawaswali, au wanafunga wanaswali baadhi ya swala na swala zingine hawaswali, na hili ni kosa miongoni mwa makosa ambayo wanayafanya wafungaji, na wanakuwa si wenye kujipamba na adabu hii. Kwa hiyo miongoni mwa adabu ambazo ni za lazima kwa mfungaji kuzitekeleza ni kuhakikisha kwamba anaswali swala 5. Hakuna asiyefahamu ulazima wa kuswali swala 5. Sote tunafahamu ya kwamba tunatakiwa kuswali swala 5, na wanaume waswalie misikitini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wasiswali katika majumba yao. Wa kullu dhalika min at-taqwa allati yushra'u as-siyamu min ajliha. Na haya yote, kusimamisha hizo swala, kusimamisha swala 5 ni miongoni mwa takwa ambayo funga imefaradhishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ili sisi tuwe ni wacha Mungu. Sasa kama utakuwa hauswali, unafunga alafu hauswali, huwa ucha Mungu wa kutokuswali ni ucha Mungu wa namna gani? Kwa hiyo mtu anatakiwa anapokuwa amefunga afikie katika lengo kama tutakavyokuja kuelezwa katika muhadhara wetu wa leo, na miongoni mwa malengo ya funga ni mfungaji kufikia katika hali ya ucha Mungu. Wa min al-adabi al-wajibati an yajtaniba as-saimu jami'a ma harrama Allahu alayhi min al-aqwali wal-af'ali. Na miongoni mwa adabu ambazo ni za wajibu mfungaji kuvaana nazo, mfungaji kuwa nazo, ni mfungaji kujiepusha na mambo yote yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa maneno na matendo. Fayahfadhu lisanahu anil kadhibi, yatakikana mfungaji au hifadhi ulimi wake na uongo, asiwe ni mwenye kuzungumza uongo mchana wa mwezi wa Ramadhani. Uongo umeharamishwa katika masiku yote na katika miezi yote na katika nyakati zote, lakini wakati wa funga jambo hili limekemewa sana. Mfungaji anatakiwa kuhifadhi ulimi wake na kuzungumza uongo. Walghiba, na mfungaji anatakiwa kuhifadhi ulimi wake na kusengenya. Unakaa unamsema mtu vibaya, unakaa unamteta mtu. Maana ya kusengenya ni kumtaja ndugu yako kwa jambo ambalo analichukia. Angekuepo katika kikao hicho, usingeweza kuyazungumza maneno hayo. Kwa sababu hayupo, basi unamsema vibaya, unamchafua, huko ni kumsengenya. Muislamu anatakiwa ahifadhi ulimi wake na kuwasengenya watu wengine. Wanamima, na Muislamu ajiepushe na umbea. Namima ni kuhamisha maneno, unayatoa kwa fulani na kuyapeleka kwa fulani kwa nia ya kuwagombanisha. Mfungaji hautakiwi uwe hivyo. Wasabi, na mfungaji unatakiwa uhifadhi ulimi wako na kutukana, kutoa matusi. Umefunga, mambo haya yote yameharamishwa katika masiku yote, lakini katika mwezi wa Ramadhani mambo haya yametiliwa mkazo kwamba Muislamu ajiepushe kabisa na mambo hayo. Wafuhshul qawli, na kutoa maneno machafu mabaya. Wayahfadhu basarahu anin nadhari ila almuharramat, na miongoni mwa adabu ambazo ni za lazima mfungaji kujipamba nazo ni mfungaji kuhifadhi macho yake kuangalia yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wayahfadhu udhunahu anil istima'i alharam, na vile vile ahifadhi masikio yake kuto kusikiliza yaliyokuwa ya haramu. Yaliyokuwa ya haramu yanafahamika, kama vile kukaa kusikiliza watu wanamsema mtu, kama vile kukaa kusikiliza watu ambao wanatengeneza maneno ya kwenda kuwagombanisha watu, kama vile kukaa kusikiliza matusi na kusikiliza maneno mabaya ambayo hayana kheri, hayana thawabu. Muislamu unatakiwa kuhifadhi masikio yako na kutokusikiliza mambo kama hayo. Wayahfadhu batnahu an kulli maksabin khabithin muharramin, na vile vile Muislamu hakikisha unahifadhi tumbo lako, usile vilivyokuwa vya haramu, vilivyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa umira as-saimu bihifdhi lisanahu anil laghawi wa fuhshil kalam, na vile vile ameamrishwa mfungaji awe ni mwenye kuhifadhi ulimi wake na mambo ya laghawi, maneno ya kipuuzi.
unatakiwa kaa nayo mbali. Waljahl, na maneno ya kijinga, maneno ambayo hayana maana, maneno ambayo ukiyazungumza hupati thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usiwafanyie watu mambo ya kijinga. Katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume anasema idha kana yaumu sawmikum, inapokuwa siku ya funga ya mmoja wenu anapokuwa amefunga, fala yarfuth, asitamke maneno machafu, wala yaskhab, wala asipige makelele, wala yajhal, wala asifanye mambo ya kijinga. Fa insabahu ahadun, ikiwa yeyote atataka atukanane naye, au qatalahu, au akataka apigane naye, falyaqul inni swaimun, aseme hakika mimi nimefunga, siko tayari kuyafanya mambo hayo. Katika hadithi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man swama ramadana, atakayefunga mwezi wa Ramadhani, wa arafa hududahu, na akajua mipaka yake, kwamba mimi ninapokuwa nimefunga mipaka yangu ni hii, watahafadha mimma kana yanbaghi an yatahafadha minhu, na akajihifadhi na mambo ambayo anatakiwa kujihifadhi nayo, akajiepusha na mambo ambayo anatakiwa jiepushe nayo, kufira ma qablahu, kwa funga hiyo anasamehewa madhambi yake yaliyokuwa kabla ya Ramadhani. Madhambi ya mwaka mzima yanasamehewa kwa wewe kufunga mwezi wa Ramadhani, lakini madhambi ambayo yanakusudiwa hapa ni saghairu dhunubi, ni yale madhambi madogo madogo. Ahibba, fa haqiqatu siyam laysat mujarradu al-imsaki 'anil muftirati fahasib. Ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tufahamu ya kwamba uhakika wa funga si mtu kujizuilia na mambo yenye kufunguza tu basi, isipokuwa unatakiwa ujizuilie pia na yale ambayo hutakiwi kuyafanya katika mchana wa mwezi wa Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man lam yada'a qawla zur, mtu ambaye hatoacha kusema uongo, wal amala bihi, na kufanyia kazi uongo, wal jahl, na kufanya mambo ya kijinga, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na funga yake, hana haja na yeye kuacha vyakula vyake na vinywaji vyake. Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na hilo. Anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala, unapokuwa umefunga, jiepusha na yale mambo ambayo hatakiwi mfungaji kuyafanya. Yaqulu Jabiru radiyallahu anhu mubayyinan haqiqata as-siyam. Jabiru ibn Abdullah radiyallahu anhu amesema akiwa anabainisha uhakika wa funga, yani mtu anapokuwa amefunga funga ya uhakika, anasema idha sumta falyasum sam'uka, unapokuwa umefunga basi masikio yako yafunge kutokusikiliza ya haramu, wabaswaruka, na macho yako yafunge kutokuangalia ya haramu, walisanuka, na ulimi wako ufunge kutokuzungumza ya haramu, anil kadhibi, yani ulimi wako ufunge kutokana na uongo, wal maathim, na madhambi, wadaa adhal jari, na vile vile acha kumuudhi jirani yako, kana jirani yako kwa wema, waliyakun alayka waqarun wa sakinatun yawm sawmika, na siku ya funga yako unatakiwa uwe na utulivu, utulie mpaka watu wanajua kwamba huyu bwana amefunga kwa utulivu uliokuwa nao. Wala taj'al yawma sawmika wa yawma fitrika sawa, na wala usifanye siku ya funga yako na siku ambayo hujafunga haya masiku ni masiku mawili sawa sawa, ni kitu ambacho hakiwezekani. Lazima kuwe kuna tofauti ya siku ya funga yako na kuwe kuna tofauti na pale unapokuwa haujafunga. Kwa ndugu zangu katika imani, miongoni mwa adabu ambazo anatakiwa jipambe nazo mfungaji, kuna ambazo ni za lazima alazimiane nazo, na kama ni kitu cha kujiepusha ajiepushe nacho kama tulivyoeleza. Lakini pia kuna adabu mustahabba, kuna adabu ambazo ni sunna Muislamu anatakiwa zitekeleze ili aweze kupata malipo makubwa na thawabu nyingi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa adabu za mfungaji ambazo ni sunna na anatakiwa zitekeleze na anapata thawabu kwa kutekeleza, ya kwanza ni as-sahuri, kula daku. Waqad ajma'at al-umma, na hakika wameafikiana umma, Waislamu wameafikiana
ala istihbabihi, juu ya kwamba kula daku ni sunna, wa annahu la ithma ala man tarakahu, na kwamba hakuna madhambi kwa yule ambaye ataacha kula daku. Hata kuwa na madhambi, hatusemi kwamba na madhambi kwa sababu ameacha kula daku. Wameafikiana hivyo maulama wetu. Lakini unapokula daku unapata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi ya Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, mtume amesema, tasaharu, kuleni daku, fa inna fi sahuri baraka, hakika katika kula daku kuna baraka nyingi sana. Muttafaqun alayhi. Maulama wanasema wa sababul baraka, na sababu ya baraka, annahu yuqawwi as-saima wa yunshituhu, kwamba daku humfanya mfungaji awe na nguvu mchana wa mwezi wa Ramadhani, na kumfanya mfungaji awe na uchangamfu mchana wa mwezi wa Ramadhani. Wa yuhawwinu alayhi siyam, na daku inamsaidia mfungaji katika funga yake. Anakuwa na nguvu ya kuweza kufanya kazi zake, anakuwa na nguvu ya kuweza kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa na nguvu ya kuweza kusoma Qur'an, yani ana nguvu ya kufanya mambo yote katika mchana wa mwezi wa Ramadhani kwa sababu ya kula daku. Kuna baadhi ya watu ndani ya mwezi wa Ramadhani wanakuwa kama wagonjwa. Yaani unapokwenda msikitini saa 7 ile watu wameswali adhuhuri, unashangaa watu wamelala, wamepangana, utafikiri wako odini, wamechoka, wako hoi. Mtu hata kufanya kazi zake hawezi, kusoma Qur'ani hawezi, hata kuswali yenyewe anaswali kwa uvivu huko anasinzia. Hii ni kwa sababu watu wengi hawali daku. Lakini kama mtu amekula daku hiyo itakuwa ina baraka, itakupa nguvu ya kuweza kufunga mchana wa mwezi wa Ramadhani. Katika hadithi ya Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatu sahur, tofauti ya funga ya Waislamu na funga ya wasiokuwa Waislamu, tofauti iliyoko ni aklatu sahuri, ni kula daku. Watu wengine wanaweza wakakuta kwamba wanafunga zao, lakini kwenye sheria zao na taratibu zao hawajaelekezwa kula daku. Kwa hiyo hii ni tofauti kati ya funga ya Muislamu na funga ya asiyekuwa Muislamu. Kwa unapokuwa umekula daku, umekuwa umeitofautisha funga yako na funga ya asiyekuwa Muislamu. Bima yatahaqqaqu, ni kwa kitu gani akila mtu anahesabika kwamba amekula daku? Yatahaqqaqu as-sahur, inahakikika daku, anahesabika mtu amekula daku, bikathiri at-ta'ami, kwa kula chakula kingi, wa qalilihi, na kichache, walau jur'atu ma, hata kama akanywa funda moja la maji. Kwamba kuna mtu mwingine kula usiku hawezi, anapokula usiku anavimbiwa, tumbo linamuuma, anaweza akanywa maji na akanuia kwamba hii ndio daku yangu ya leo, na daku hiyo itampa nguvu mchana wa mwezi wa Ramadhani, hatoamini, atafanya kazi zake vizuri. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi nyingine Mtume anasema, ni'ma sahurul mu'mini at-tamru, bora ya tende ya Muislamu, bora ya tende ya muumini ni tende, bora ya daku ya muumini ni tende. Kwa unapochukua hata kama ni tende moja ukala na ukanuia kwamba hii ndio daku yangu, kwa hakika utakuwa umepata fadhila za kula daku, na zile fadhila na thawabu ambazo zinapatikana kwa watu wanaokula daku utakuwa umezipata. Waqtuhu, wakati wa kula daku. Daku inaanza min muntasfi al-layli ila tulu'i al-fajri, inaanza katikati ya usiku saa 6 mpaka kutokea kwa alfajiri. Wal mustahabbu ta'khiruhu, na jambo lililo bora ni kuichelewesha daku zaidi. Aliyekula daku saa 6 si sawa sawa na yule atakayekula saa 7. Atakayekula saa 7 si sawa na yule atakayekula saa 8. Atakayekula saa 8 si sawa sawa na yule atakayekula saa 9. Atakayekula saa 9 si sawa sawa na yule atakayekula saa 10, na atakayekula saa 10 si sawa sawa na yule atakayekula saa 11. Ili mwisho wa kula daku kabisa alfajiri inaingia saa 11. Kwa hiyo lililo bora ni wewe kuichelewesha daku. Watu wengine mtu anakuambia nitakula daku saa 10, si utashinda mchana kuto una nguvu na hautoiona hiyo funga haijaja kama adhabu. Funga imekuja ili tuweze kutekeleza maamrisho ya Allah na ili tuweze kupata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lililo kuwa bora ni kuichelewesha daku mpaka kubaila alfajiri. Akhiran, mwisho ni ta'jilu al-fitri. Miongoni mwa adabu za mfungaji ambazo anatakiwa kuzitekeleza, na akizitekeleza anapata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuharakisha kufungua. Anapokuwa na uhakika kwamba jua tayari limekwisha kuzama, anatakiwa afungue. Katika hadithi ya Sahli ibn Sa'di
anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, mtume kasema, la yazalu nasu bikhair, hawataacha kuwa watu wako katika khairi, ma ajjalul fitra, muda wa kuwa wanafanya haraka kufungua, muda wa kuwa wanafanya haraka kufuturu. Watu hawa watakuwa ndani ya khairi na watapata malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alayhi. Wayambaghi an yakuna alfitru ala rutabatin witran, na yatakikana mtu kufuturu kwa kutumia tende. Tena tende hizo ziwe ni witiri, ima anaweza akala tende moja au 3 au 5 au 7 na kuendelea. Kutokana na muda mchache na unatakiwa ujiandae kwa ajili ya swala ya magharibi, ni vizuri ukala tende moja tu inakutosha. Ukala tende moja, kisha baada ya hapo kama kuna tende zingine utaendelea baada ya kuswali swala ya magharibi. Fa in lam yajid fa'ala alma, na kama mtu atakuwa amekosa tende, basi aanze kufuturu kwa kutumia maji. Asianze kufuturu kwa na andazi, asianze kufuturu na ndizi, asianze kufuturu na kitu chochote. Aanze kufuturu kwa tende, kama tende hakuna aanze kufuturu kwa maji, kwani maji yanapatikana na wala hakuna ugumu wa kupata maji. Katika hadithi ya Anas radhiyallahu anhu qala, Anas anasema, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akifuturu kwa tende zile ambazo ni za rangi ya njano njano, zile ndo zinaanza kuiva, ndizo alizokuwa akianza nazo kufuturu mtume sallallahu alayhi wasallam kabla hajaswali swala ya magharibi. Alikuwa anafanya hivyo. Fa in lam takun, ikiwa atakosa zile tende za njano njano zinazoanza kuiva, fa ala tamrati, anafuturu kwa hizi tende ambazo zimeiva, hizi ambazo tunazifahamu. Fa in lam takun, na kama atakosa tende, fa hasawati min ma'in, atafuturu kwa funda la maji. Rawahu Abu Daud. Huu ndio taratibu wa mtume sallallahu alayhi wasallama katika kufuturu. Wa fi hadha alhadith, na katika hadithi hii, dalilun ala annahu yustahabbu alfitru qabla salati almaghribi. Kwa hadithi hii na kwa mafundisho haya ya mtume sallallahu alayhi wasallama, ni sunna kufuturu kabla ya kuswali swala ya magharibi, bihadhihi alkayfiyya, kwa utaratibu huu ambao tumeueleza. Fa in salla, atakaposwali sasa mtu, tanawala hajatahu min at-ta'ami ba'da dhalika, atakula chakula chake ambacho kilikuwa kimeandaliwa, atakunywa vinywaji vyake ambavyo vilikuwa vimeandaliwa. Kuna baadhi ya watu ambao wanafanya makosa, swala ya magharibi imeadhiniwa, imekimiwa, anaingia ndani ya swala hali ya kuwa bado hajaweka kitu chochote mdomoni, kabla yani anaanza kuswali kabla hajafungua, kabla hajafuturu. Hayo ni makosa na ni kwenda kinyume na utaratibu na maelekezo ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Kutokana na muda, nimwachie shekhe wangu hapa, Sheikh Yahya, na yeye vile vile aweze kutufikishia kile ambacho alikuwa amekiandaa. Karibu Sheikh. Jazakallahu khairan wa ahsana ilayk. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, wasikilizaji wa TBC FM Arusha, tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake kutuwezesha kutana ndani ya studio hii kwa ajili ya kusikiliza maneno ya Allah tabaraka wa taala. Mmesikia maudhui nzuri, Sheikh Ali amehudhurisha adabu za saum, adabu za funga. Mfungaji anatakiwa awe amejipamba na adabu zipi kwa ajili ya kutekeleza kamilifu funga yetu hii ambayo tumeambishwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa dakika chache hizi mimi nitazungumzia lengo hasa la kufaradhishwa saum. Je, tumefaradhishiwa saum kwa ajili labda ya kuteswa? Tumefaradhishiwa saumu labda kwa ajili ya kupewa mateso ambayo labda tumekosea mahala, ndiyo maana Mwenyezi Mungu atulazimisha tukae na njaa? Hapana. Angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika lengo la kufaradhisha saumu anatuambia, kwanza anatuita katika sifa imani. Anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini Mwenyezi Mungu kweli kweli, kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishiwa kufunga, kama kutiba alal ladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa wale walikuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu, ili mpate kuwa na sifa ya ucha Mungu. Kwa hiyo hapa tumegundua katika aya hii kwamba lengo la kufaradhishwa sisi saum, kulazimishwa sisi kufunga, Mwenyezi Mungu anasema la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa na takwa, ili mpate kuwa na ucha Mungu. Sio labda kuna adhabu yoyote au kuna makosa yote tumekosea ndiyo maana tumefaradhishiwa kufunga. Hapana,
bali Mwenyezi Mungu anatupa jibu kwamba la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Siku moja Ali bin Abi Talib akaulizwa na baadhi ya matabiina kwamba huu ucha Mungu unaokusudiwa ili tuwe wacha Mungu, ucha Mungu ni kitu gani? Ucha Mungu ambao tumeelezwa na Allah tabaraka wa taala tunafunga ili tuwe na ucha Mungu. Hii taqwa, nini maana taqwa? Akasema maana taqwa al-khawfu min al-jalil, yani al-khawfu min Allah, kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Jambo la kwanza la ucha Mungu ili tukujue kwamba wewe ni mcha Mungu, al-khawfu min Allah au al-khawfu min al-jalil, kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Hili ni jambo la kwanza au ni sehemu ya kwanza ya sifa ya ucha Mungu. Jambo la pili, wal amalu bitanzil, ni mtu ufanye vitendo vyako vya kiibada kwa mafundisho ya Mwenyezi Mungu pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaswali ujue una maelekezo Mwenyezi Mungu amekuamrisha uswali. Aqimus salah, Mwenyezi Mungu anasema aqimus salah. Unatoa zaka ujue kasa kuna maamrisho na maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu katika Qur'an, wa atu zaka. Unafanya vitendo vyako kwa ushahidi wa kauli za Mwenyezi Mungu na kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii unahesabika kama una sehemu miongoni mwa sehemu za takwa za ucha Mungu. Jambo lingine, wal isti'dadu li yawm ar-rahil, na kujiandaa kwa ajili ya siku ya mwisho. Sote tunajua kwamba hii dunia ni mapito na sisi hapa tuko safarini na wakati wote tutaondoka. Kama sio leo, kesho, kama sio kesho, kesho kutwa. Lakini lazima uwe umejiandaa. Sasa utajiandaa vipi hali ya kuwa wewe sifa hizi za tunazoelekezwa na mashehe wewe huzifuati wala usikilizi? Kwa hiyo kujiandaa kwa ajili ya siku au safari ya mwisho ndio hivi: kufunga, ni kuswali na kutoa zaka na kusoma Qur'an. Hasa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan tunaita shahru siyam, mwezi wa saum, shahru tilawatul Qur'an, mwezi wa kusoma Qur'an, shahru sadaqati, mwezi wa kutoa sadaka, shahrul fadli wat ta'at, yani mwezi wa fadhila na toa za aina mbalimbali. Kama alivyotuzungumzia Sheikh Ali, mambo ni mengi ya kuzungumza. Kwa hiyo katika miongoni mwa mambo ya takwa au miongoni mwa maana ya takwa, kujiandaa kwa ajili ya siku ya mwisho kwa kufanya toa na kujiepusha yale yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza. Vile vile alqanaatu min alqalil, kutosheka na kidogo, kutosheka na kile Allah alichokujalia. Sio kwamba ukiona jambo fulani mwenzako amepata basi unatamani na wewe upate kama lile. Ukiingia kwa mtu ukaona kuna mabadiliko fulani unataka vile vile kwako kuwe na mabadiliko kama kwa yule uliona. Hapana, hiyo sio sifa ya ucha Mungu. Katika sifa ya ucha Mungu, alqanaatu min alqalil, kutosheka na kile kichache ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia. Endapo utasifika na sifa hizo, basi utakuwa na ile sifa ya ucha Mungu, yani ile lengo la saumu, la kufaradhisha saumu utakuwa nalo. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, mmefaradhishiwa kufunga ili mpate kuwa na ucha Mungu. Endapo kama utakuwa na sifa hizi 4, ukamwogopa Mwenyezi Mungu kweli kweli kwa kufuata maamrisho yake na kujiepusha makatazo, na vile vile ukafanya vitendo vyako kupitia maelekezo ya Mwenyezi Mungu na mtume, na vile vile ukajiandaa kwa kufanya amali nzuri kwa ajili ya siku ya safari, na ukajiepusha na mambo maovu kwa ajili ya kuogopa siku hiyo ya safari, vile vile utakuwa na sifa ya ucha Mungu. Na vile vile ukaridhika na kichache ambacho Mwenyezi Mungu amekukadiria, ukao utamani vitu vya watu wala wausudu watu, basi utakuwa na sifa za ucha Mungu. Kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuhusia Abu Dharr. Abu Dharr ni katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na ni katika wanafunzi wa Mtume. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Abu Dharr, ya Abu Dharr, ewe baba Dharr, ahkimis safina, itengeneze jahazi lako vizuri, litengeneze jahazi lako vizuri. Jahazi ni kipando, unaweza kaita boti au meli, lakini ni jahazi. Kwa hiyo anamwambia sahaba wake, tengeneza jahazi lako vizuri. Lakini cha kushangaza utakuta hawa ni Waarabu wanaishi katika maeneo ya jangwa, hawana bahari, lakini akampa mfano wa boti. Tengeneza boti lako vizuri, likae vizuri sana. Fa innal bahra amiq, hakika bahari utakayepita ina kina kirefu. Hichi kipande tu kwanza hapa tabidi tukitafsiri kwamba safina anayekusudia hapa
anakusudia ni amali nzuri, vitendo vizuri. Fanya vitendo vyako vya wema viwe katika hali ya ubora mkubwa. Kwani hii dunia, bahari ni dunia hapa. Hii dunia tulionayo ina mambo mengi, udanganyifu huko mkubwa sana, vishawishi viko vingi sana. Kwa hiyo jitahidi kufanya mambo yako yawe mazuri ya kumridhisha Mwenyezi Mungu kweli kweli, ili upate salama ya kuvuka katika hiyo bahari. Ndio maana akamwambia tengeneza boti lako vizuri, ili kwa sababu bahari ina kina kirefu. Kisha akamwambia wastakthiriz-zad fa inna safara tawil, kisha ukithirishe kuwa na chakula katika safari yako, kwani safari unayekwenda ni ndefu, na tunapokaa hapa duniani hatuwezi kujua lini utakufa. Ni safari ina muda mrefu. Kwa hiyo kunachotakiwa, Mungu akikupa pumzi na uhai, basi jipambe kwa ajili ya kufanya ibada, zikithirisha kufanya ibada, uwe na zawadi nyingi sana 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 sana, ambazo siku ya kuondoka utakuwa umekuwa na zawadi nyingi sana. Na Mwenyezi Mungu anasema wa khairu zadi taqwa, na bora ya zawadi ni uchamungu. Kwa hiyo utakapojipamba na sifa ya uchamungu na vitendo vizuri vizuri, utakuwa safari yako ni nzuri. Kisha Mtume akamwambia vile vile katika nasaa wa khaffif an dhahrika fa inna al-aqabata kaud, kisha punguza mizigo uliobeba mgongoni mwako, kwani barabara utakayetumia ina correction nyingi, ina makorongo mengi. Kwa hiyo unaweza ukaanguka na mzigo wako, kwa maana ya kwamba hapa punguza madhambi, ondosha madhambi uliyofanya yaliolemea mgongo wako, kwani huko unapokwenda sio mahali pa mchezo, ni mahali ambapo anataka amali nzuri. Kisha mwisho akamwambia wakhlis al-amal fa inna an-naqid basir, kisha takasa amali zako, kagua amali zako ulizozifanya ziwe za usalama tu, usiwe na amali ambazo ni mbovu, kwani anayekwenda kukagua ni mtaalamu na ni muonaji sana sana sana, huwezi kuficha kitu chochote. Hii inafanana na maeneo ya migration, sehemu ya mipakani, unapoanza kukaguliwa kwamba begi lako lina nini, watu wana wataalamu, kuna mbwa pale wanaokagua, kuna watu wataalamu wenye kujua tu akinusa begi namna hii basi anajua kwa sababu begi lina madawa au lina bangi. Sasa kwa huko akhera, Allah Subhanahu wa Ta'ala aliowapa elimu hiyo, aliwafundisha wanadamu elimu hiyo, yeye ndo anakagua amali zako. Sasa fikiria, mkaguzi wa amali ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana akaambia fanya amali zako ziwe nzuri zaidi, ondosha riya, usifanye amali kwa kujionyesha, kwa sababu anayekwenda kukagua amali hizo ni mwenye kuona barabara. Ndugu zangu wasikilizaji wa TBC Arusha, muda umekwisha, tutaishia hapa. Kwa wale ambao watakuwa na maswali, basi inshallah tabaraka wa taala tutawakaribisha waweze kuuliza katika mada ambazo tumehudhurisha kwa leo. Barakallahu fikum. Shukrani sana Sheikh Yahya Mrisho pamoja na Ali Athmani kwa mawaidha hayo mazuri. Ni yangu matumaini msikilizaji amepata kuelewa vema swaumu na malengo yake. Mlizungumzia kwa uzuri